Muungano George Mwaruba ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kupata nafasi ya kuchangia bajeti kuu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, mara zote huwa anasema sijakuwa na wasiwasi na mipango ya serikali. Tumepanga sana, tumeandika sana, tumejaza vitabu, tuna maprofesa, madaktari na wasomi waliobobea mpaka ma CPA kwenye mambo ya uchumi. Shida yetu baada ya kupanga, tunapoenda kutekeleza, hali ikoje? Hapo ndipo Mheshimiwa Mwenyekiti kuna changamoto. Na kwa kwanza niseme tu kwamba hii SISPA ambayo inahusika na mambo ya stamp hizi, nimeona kuna mapendekezo kwenye kamati, lakini wanaonyesha kwamba wana uzoefu, wanaweza kupunguza gharama za stamp inavyodaiwa kwenye ripoti ya kamati, wanaweza kujenga kiwanda hapa na watu wakapata ajira, na hatujadhihirisha kama TCCIA wanaweza kufanya kazi hii. Hawa ni watu ambao wapewa muda wa kutosha, wapewa mkataba, wapewa maelekezo na masharti, wafanye kazi. Wakati wote TRA inajipanga kutransfer knowledge na teknolojia ili wakiondoka tubaki wa Tanzania kufanya kazi hii. Jambo la pili, tumeomba mara kadhaa Mheshimiwa Mwenyekiti, kule Tarime vijijini, tupo karibu na mpaka wa wenzetu wa Kenya, eneo la Mwema Nyamuhonda, tupate fedha ndogo ili watu wetu wafanye biashara, walipe kodi kwa serikali, tupate fedha. Eneo pale la Bikonge tupate fedha ndogo, na Mheshimiwa Waziri wa Fedha, sasa Waziri Mkuu alienda akatembelea, fedha zinapotea pale, wenzetu wa Kenya wanatapu zile hela, sisi tunakosa fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Rais, alifanya ziara ya Russia na akapata ugeni kutoka Singapore. Tunajua Sweden, Norway, Japan, France ni marafiki zetu. Korea na China, hawa ni watu ambao wameendelea sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, ningetamani tukiwatembelea au wakija kwetu tujifunze kwa nini wenzetu wamefanikiwa. Singapore, wakati tunapata uhuru, tulikuwa tunafanana pato letu la taifa. Kwa sasa tunapozungumza, wapo zaidi ya mara 5 ya uchumi wetu, na wamefanya mambo machache tu sana. Wana bunge kama hili, wana serikali, wana mahakama, lakini wao waliamua kwamba kama unapata nafasi uangalie shule, elimu yao, uangalie uwezo, waachane na mambo ya upendeleo na undugu, na wakati wa watu kulingana na uwezo wa kufanya kazi katika maeneo hayo. Wakatenganisha siasa na utumishi wa umma na wamefanikiwa sana. Ni vizuri Mwenyekiti, mambo haya tukaweza kuyaiga. Mheshimiwa Mwenyekiti, yapo mambo hapa lazima tuambizane. Hili bunge lina kazi 3 muhimu. 1, kuishauri serikali. 2, kuisimamia serikali baada ya kupokea ushauri. Ikiwezekana kuiwajibisha serikali. Ni bunge hili Mheshimiwa Mwenyekiti hapa tuna wajibu kuangalia hata kauli za viongozi. Hapa tusiumeume maneno, tusitafune maneno Mheshimiwa Mwenyekiti. Ukisoma ibara ya katiba yetu, ibara ya 13 inapiga marufuku kabisa hata kwamba hakuna chombo Tanzania kinaweza kutunga sheria ya kibaguzi kwa namna mbalimbali, iwe ni moja kwa moja au kwa madhara yake au kwa namna itakavyopokelewa. Inapiga marufuku jambo hilo. Kwa hiyo ni muhimu viongozi wetu kwa namna mbalimbali wapime maneno. Inawezekana kweli mtu ana nia njema, lakini amesema nini, wamepokea kina nani, wana uelewa gani, nani anawapa hiyo elimu, wanachanganya watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, muungano huu ambao tarehe 26 mwezi wa 4 walikuwa wazee wetu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mzee Karume walikubaliana, wakaachia ngazi, tukaitwa Watanzania. Hapo tulipo wengi hapa ni Watanzania. Hii habari ya Utanganyika hata bendera imeanza kuiona juzi. Tungetamani kama tulivyoanza tuheshimu. Watu wamekuja sasa wanazungumza maneno kama kwamba wamelewa madaraka au wameshiba, wamekula, wamevimbiwa. Mwenyekiti, hili jambo halikubaliki. Tusigawe Watanzania. Kama kuna jambo lipo tupime linasema wapi, nani anasema, na mapokeo yake na majibu yao sahihi. Tusikimbie Mheshimiwa Mwenyekiti, huo ni ushauri wangu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nakutaka nikwambie, zipo kauli hata hapa bara. Sasa hivi ukisoma sheria ya rushwa inazuia, sheria ya rushwa sura namba 329 ile inazungumza kwamba rushwa ni adui ya haki, na kwenye vitabu vya Mwalimu Nyerere amesema rushwa ni adui ya haki, sitatoa wala sitapokea rushwa. Lakini anaendelea kusema kwamba kiongozi akikwambia kwamba anakataa rushwa, umuone kwa macho na uridhiki, awaambie hivyo marafiki zake, ndugu zake, na ambao nawaongoza na waamini hivyo. Sasa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu amefanya ziara, amezunguka sana. Kila anapoenda malalamiko ya Tanzania hapa,
sio kutenga fedha mwenyekiti, sio kulipa kodi. Wakishalipa kodi inatumikaje? Hapo ni hoja. Watanzania wanalalamika kwa nini fedha inapotea nyingi kwa mikono ya watu watumishi wa umma. Waziri mkuu akienda kwenye ziara anasema wabadhirifu wakamatwe, washughulikiwe. Huyu Mheshimiwa Mwigulu. Lakini waziri wake anasema wale ambao wanapinga rushwa ni kwa sababu hawajawamba asali na kwa sababu pia hawapo jikoni. Waziri mkuu alikuwa waziri wa fedha. Ni jiko lipi linazungumzwa hapo Mheshimiwa Mwenyekiti? Yaani kwenye sheria ya watumishi inazuia kabisa waziri kuzungumza vitu ambavyo vina contradict na gender responsibility ya pamoja. Sasa haya mambo, tuna DG wa PCB, tuna makamanda wa mikoa wa TAKUKURU, tuna makamanda wa wilaya wa TAKUKURU. Kwenye mashule tumefundisha vilabu mbalimbali vya wanafunzi kupinga rushwa. Inapotoka kauli ya kusema kwamba tunapinga rushwa hatujalamba asali, mwenyekiti andije maelezo kwamba hii kauli inatokaje hapa. Kwa hiyo tuache kupinga rushwa, watu wala hela zetu watuibie au tufanyeje? Ndio tukasema kauli hizi ni pande zote mbili, lazima tupime. Haiwezekani mwenyekiti, kiongozi wa umma au siku za mafunzo, kuna kauli ambazo kiongozi unapaswa kusema. Katibu mkuu wa habari alikuwa na kikao na watumishi hapo, sio tunza kumbukumbu, anawaambia mkivujisha siri mtaokotwa. Katibu mkuu wa serikali, huyu ni mtumishi wa umma mzoefu, anasema haya maneno publicly. Kwa hiyo sisi wenyewe viongozi tunawachanganya wananchi, tunawachanganya vijana, tunawachanganya wanafunzi, hatujui tufanye kitu gani. Mwenyekiti, ushauri wangu, nchi hii ni kwetu sote. Wewe leo ni mwenyekiti hapo, si kwa sababu una nguvu kubwa, upo kutuwakilisha sisi. Tuna spika, tuna naibu spika, tuna mheshimiwa rais, tuna makamu wa rais, tuna waziri mkuu, tuna mawaziri, tuna manaibu waziri, na sisi wabunge wote viongozi humu. Hakuna mkubwa au mdogo, ni nafasi tu. Kwa lazima viongozi wa kwetu tuchunge ndimi zetu, tusiwachanganye watu. Na mimi nashauri mwenyekiti, mtu akitoa kauli za ajabu ajabu, hata kwenye mambo muungano, kuna watu walikuwa wanaondolewa kwenye nafasi, akionekana anazungumza habari za kupinga muungano, kuwagawa watu, haraka wachukua hatua. Sasa kuna nini? Kama mtu anataka kwenye bunge hili anatuambia kuna Yuda kwenye serikali, alafu hayupo hapa, tuonyeshe yule nani. Mimi napendekeza mwenyekiti, huyo tunaambiwa aliwahi kumtukana Mheshimiwa Mwinyi kule Zanzibar, alafu anakuja hapa akapata nafasi ya ubunge. Bunge hili alipofika mara ya kwanza tu akaomba ubunge tu na klabu, ikaonekana sisi hatuna mahitaji, hatuna vipaumbele, hatuku jipanga, hatujakaa sawa. Ameibuka kwamba kuna Yuda. Kwanza atuambie Yuda nani? Tunaheshimu Mheshimiwa Rais, Amiri Jeshi Mkuu
na kiongozi mkuu wa nchi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Pili, tuna makamu wa rais, msaidizi wa rais, tunaye waziri mkuu, mtendaji mkuu. Viongozi wote watatu hawa tunawaheshimu, tunaunga mkono, tunawashika mkono, tufanye kazi. Simai humu ndani hatoke. Alete mtu mwingine ambaye ana heshima, anaheshimu katiba ya Zanzibar, anaheshimu viongozi, anaheshimu mbunge. Hatuwezi kuonekana watu hovyo wote wajibu mwenyekiti. Mheshimiwa Mwikwabe, hebu tulia kwanza, naomba ukae chini. Mheshimiwa wabunge, tukumbushane, tunajadili bajeti ya serikali. Sasa tujaribu kujiadresi kwenye bajeti ya serikali. Mheshimiwa Mwikwabe, endelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kweli, lakini kuna mambo yanakera sana, na hawa watatufanya tuwe na pressure. Unajua, wakati tunaenda shule tunajifunza namna kuongoza watu, namna ya kujenga hoja, kuwa wazalendo, kuwajibika kwa Tanzania na kuwa kwa niaba ya watu wengine wachache sio na sauti. Sasa napokuja mtu anatoka yule mwenyekiti, hata wao ulione kwamba sio sawa sawa. Tunagawanywa pasipo sababu. Kama kuna watu wametumwa, nataka niwaambie za kuambiwa changanya na za kwao. Kuna mzee Kikwete ishasema kama kuna watu wamekula wamevimbiwa, wasitujaribia nchi, twende na utaratibu wa maana. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana, tunamsaidia kushauri fedha kusanywe, Watanzania walipe kodi, tupate maendeleo. Kama kuna mtu ana mpango wake kando, mwambie sumu haionjwi. Sumu haionjwi mwenyekiti. Huu mpasuko sumu haionjwi, aache na akome kabisa. Mimi nilikuwa naibu waziri wa muungano wa mazingira, nimeenda Zanzibar, nimekaa pale, nimepokelewa, wala hakuna shida, na hakuna mtu anahujua umetokea wapi. Twende ambavyo tumeridhishwa na wazazi wetu. Naomba waheshimiwa wabunge, mambo haya Watanzania wanatuangalia, vijana wetu wanasikiliza, wanafuatilia Hansard. Tusitukanwe kwa mambo ambayo tunaweza kuyakataa. Akija mmoja wetu anataka kutoboa mtumbwi ili tuzame wote, nyanyua huyo au hao, tumbukiza wao, tubaki salama na Mama Samia na Nchimbi na Mwiguru na wabunge na Zungu na Tanzania ibaki salama, tufanye kazi ya maendeleo. Asante sana. Mimi ushauri wangu ni huo. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Muda wako.